Leo ni Jumanne ya Kiungwana ama Kiungwana na sio Jumanne ya Vidubuasha. Karibu sana mtazamaji, kumbuka ni kipindi ambacho kinakujia kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, na wakati huo pia ni kipindi ambacho kinakujia kupitia runinga ya KBC Channel 1. Huwa tunajadili masuala yenye umuhimu wa kitaifa Mtazamaji, leo ni tarehe 3 Juni mwaka wa 2025 na ni siku ya Jumanne. Tumesalia na siku 9 kabla waziri wa hazina ya kitaifa Mheshimiwa John Mbadi kuwasilisha bungeni makadirio ya matumizi ya serikali mwaka wa kifedha wa 2025-2026. Lakini hayo tuyaache kando. Mtazamaji, studioni hii leo tutakuwa tunaangazia masuala ya mswada wa kifedha wa mwaka wa 2025. Mswada huu wa fedha wa mwaka 2025, mtazamaji, ni sheria mpya inayopendekezwa na serikali ili kushughulikia hali ngumu ya kifedha nchini na vile vile pia kusaidia kukuza uchumi. Mtazamaji, serikali imepanga kupunguza matumizi kupita kiasi kwa kushusha bajeti hadi 4.5% ya pato la taifa, yani GDP, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kutoka 5.1% mwaka uliopita. Mtazamaji, mojawapo ya maeneo yanayopigiwa debe kwenye mswada huu ni sekta ya nyumba. Serikali inapendekeza tozo ya 3% ya mshahara, ambapo mwajiri na mfanyikazi watachangia kwa usawa ili kufadhili mpango wa nyumba za bei nafuu. Mtazamaji, wiki jana Rais Daktari William Ruto aliwapa wakazi katika kaunti ya Kisumu nyumba za bei nafuu. Hii ni baada ya kutoa nyumba kama zizo hizo kule maeneo ya Mukuru, kaunti ya Nairobi, na akatoa hakikisho kuwa serikali itaendeleza juhudi zake za kuhakikisha inaboresha makazi ya Wakenya na kuwapa nyumba nzuri kwa bei nafuu. Mtazamaji, yapo mengi ya kujadiliwa, yapo mengi yanayolengwa kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2025, hasa kwenye sekta ya nyumba na makazi. Na leo studioni, bila kupoteza nukta sekunde wala dakika, nina wageni wawili. Kwanza ninaye mtaalamu wa masuala ya ushuru CPA Bwana Dennis Wakaba, karibu sana. Asante. Na vile vile pia ninaye mwenyekiti wa shirika la kitaifa la nyumba ama National Housing Corporation Mheshimiwa Yusuf Chanzo, karibu sana ndani ya studio. Asante sana my brother. Ndugu yangu. Bila shaka mtazamaji, ni mengi ambayo tutaangalia. Kumbuka, kuanzia leo Wakenya kote nchini wana muda wa wiki 2 kutoa maoni yao juu ya mswada huu wa kifedha wa mwaka wa 2025, na kuna vikao mbalimbali ambavyo vinaendelea. Moja kwa moja, labda nikianza naye Mheshimiwa Chanzo hapa. Huu mswada wa fedha wa mwaka 2025 umependekeza kwamba wafanyikazi watakuwa wanatozwa 3% ya mshahara kwa ajili ya nyumba za bei nafuu. Labda hii itasaidia vipi kufanikisha lengo la serikali la kujenga nyumba 250 kila mwaka? Tukianza na hapo. Yeah, asante sana. Thank you so much kwa makaribisho mema hapa. Our national TV station KBC. Kitu ya kwanza ni salamu kwa Wakenya wote na kuwahimiza wa support their own every time. Najua kitu ambaye imetusumbua hapa nchi hii kama kuanzia independence, yale ambayo ilikuwa hata kwa manifesto wakati huo, kama tungedumisha hiyo, hatungekuwa tunapata vitu kutoka nje, including sahi kwa tunaongea vile tunataka kupata pesa za kujenga nyumba. You know, umeongea maneno ya Kisumu, lakini there was even more in Homa Bay. Homa Bay, anajua tuko na NHC, National Housing Corporation. Ni parastatal au nini, institution ya serikali ambayo iliundwa na serikali ya kikoloni 1953 kupatiana nyumba kwa wakati huo ilikuwa wazungu, lakini baadaye sheria ikabadilishwa kaongeza Wahindi, and then now Africans ourselves. But you can see, ukiangalia from 1953 ile fikira ambaye mzungu alikuwa nayo wakati huo, and then we took over and we have not taken it very far. Ni vile tu nimesema hapa wakati nilikuwa nakuja hapa, naambia hizi barabara tuko nazo hapa, ile ambaye hata ambaye inaingia hapa, hii ilikuwa plan ya mkoloni. You know, we have not improved them. So I think ni time ambayo tunatakiwa tufikirie sana
tuone tunaweza kupata maendeleo namna gani. And I think wale ambao wanaelewa maneno ya economics, which everybody should understand, ni kwamba kama tuko na ujenzi wa vitu kama nyumba kwa inchi, linaonyesha inchi iko na ile inaitwa kwa kizungu prominence. You know, tuko na activity ambayo inafanya kila mtu anakuwa busy. And the reason why nafikiri serikali ambayo tulikuwa nayo na hii iliona lengo kubwa ni kwamba tuwe na hizi ya bei, nyumba ya bei nafuu. Tulisikia mbeleni kwanza President Ruto akiongea maneno ya employment, because you know initially zile ambao walianza na alikuwa tulikuwa nafikiria kwa kila nyumba kama unaweza kupata 5 youngsters wanafanya kibarua pale. Baadaye watu wakalalamika wakasema just quietly, wakalalamika wakasema sasa yeye anatuambia watoto wetu wamesoma waende kufanya kazi ya mjengo na wamesoma. I think that is now la 2023 tulikuwa Embu wakati alikuwa na launch siku, nafikiri ilikuwa siku ya Madaraka Day. Akaongeza akasema engineers, architects and quantity surveyors will be able to get work. The only problem we have in this country, and I really we must talk about it, wale watu ambao wamepatiwa mamlaka ya kutekeleza vitu fulani they take a long time. I think it is a lot of mtu kufanya kitu kwa personal, so you know they don't open up for people to know what is happening. Unajua imechukua a long time but I'm very happy. Hata juzi hii ambayo ilikuwa hapa this slum Mkuru. No. You know, we are now having professionals like engineers, architects and so on employed. The only thing that I was telling someone when we were in Royal Media the other day, I was telling some of my friends, this the ones who are chairing our institutions, architects and the quantity surveyors and architects and engineers. Unajua kitu mahali, the way you have done here, you know, you've done a very good thing. Thank you. You called me, then you call my brother here. But people are very selfish. Akiitwa mahali, hawezi kuita wewe, you know, as an expert. Ndio. To come so that you can give your input. So mtu anaenda pale peke yake. So we have had that, and it takes a lot of time. It wastes time. You know, if you call one person and then you realize, like this program, if you call and then you realize that you are supposed to call somebody else, now you have to close the program and call again. So I'm happy with the housing. The issue of creation of employment. The only thing that I think is going to change later as we go along. Unajua ilikuwa kwa manifesto. Na imekuwa kwa manifesto ya Mheshimiwa Raila na hiyo chama yake wakati huo. Imekuwa kwa manifesto ya Uhuru na Ruto. Imekuwa kwa manifesto ya Ruto. But I'm very happy that there was agreement between President Ruto and former Prime Minister Raila to work together, because in Homa Bay we were handing over 110 houses, affordable houses in Homa Bay. And then another thing that has happened because of that, we got a very big stadium of capacity of I think about 12,000, but I think this time there were more than that. So it is something that is progressive, and this is why I'm saying, if government could find a way of people like you going to a place like China and see what is happening. You know, I used to go to China for benchmarking, like when I was in Parliament. You know, benchmarking is about 2 or 3 days. But when you go there and stay for about 2 or 3 weeks, you see a lot. Watu wamejenga nyumba, 50 gorofas. So it is something that I think we are in the right direction. And then now, I think all of us must put our heads together and see how we can be able to generate resources to do it. Because one advantage to Kenyans, which I want them to know just before I hand over to you. Unajua hii, hapa Kenya, sisi wote ni wa Kenya. Hii mahali tuko land yote ni yetu sisi, public land. But is held by government in custody on our behalf. Hizi nyumba ukipata kama hii ambao wanasema ni affordable housing, you know the land is free. Land is zero rated. And you know, if you don't get that house, you won't get that land. That's why you see a house like 2-bedroom, you find in affordable housing maybe about 2.5 million. But you see, if you come here to Kilimani here, you're not talking less than 7 million or 8 or 9 million because of the value of land. So it's a very good idea.
And then just finally on the issue of this budget. Kaka, kabla hujaingia kwenye bajeti, Mheshimiwa Shanzu, shikilia hapo. Mtazamaji, ni saa 2:17 saa za Afrika Mashariki. Endapo ndo kwa sasa umefungua runinga yako ya KBC Channel 1, kipindi hewani ni Gumzo Pevu ndani ya Radio Taifa na KBC Channel 1, na ndani ya studio tuko naye mwenyekiti wa National Housing Corporation Mheshimiwa Bwana Shanzu yuko ndani, na vile vile pia niko naye Bwana CPA Dennis Wakaba. Tunazungumzia matumizi ama tunazungumzia mswada wa kifedha mwaka 2025 na vile vile pia masuala ya nyumba. Nirudi kwako CPA Bwana Wakaba. Mwaka jana, kama saizi leo ni tarehe 3, tulikuwa tumebakisha kama siku 21 tu. Ilikuwa tarehe 24 Juni ambapo kulikuwa na maandamano makubwa katika taifa letu la Kenya, ikapelekea paka vijana wa kizazi kipya kuvamia bunge, na katika hali hiyo Wakenya 60 waliuawa, gasi ya chungu nzima kutokana na mswada wa kifedha ambao baadaye rais aliukataa. Tutarajie nini mwaka huu? Asante sana. Kwanza ni washukuru nyinyi wote na wapenzi watazamaji. Mswada wa fedha ulio pelekwa bungeni na our respective MP uko na proposals mingi. Ndio. Lakini mswada wa huu mwaka tunasema umepewa jina, wengi wanaita it's a clean up bill. Clean up bill, tukisema clean up bill tunamaanisha hakuna proposals mingi za kutoza ushuru kwa wingi. Na in a comparative maana, mwaka ujao ule mswada uliofanya kuwepo na vita ulikuwa na proposals ya ku raise taxes to the tune of 326 billion. Lakini huu mwaka rais na najua amesikiza watu, amesikiza Wakenya, amesikiza wanabiashara wengi, na amepunguza. Manake tuna expect that the amount of money that the finance bill 2025 is expected to raise itakuwa ni bilioni 25, kati ya bilioni 25 to bilioni 35. Yes. Na katika huo mswada kuko na proposals mingi, kuko na proposals ambazo zinagusa ujenzi wa manyumba katika ile program ya Affordable Housing Scheme. Igawaje some of those proposals zikipitishwa bungeni, kwa vile ziko saizi, tuta expect kuwa wanaojenga, wanao supply materials to these institutions, they are going to incur additional taxes. Manake kuna reclassification katika one of the types of taxes tunaita VAT, na ile VAT inakuanga imegawanyishwa mara 3. Kuna ile tunaita exempt, kuna ile tunaita zero rated, na kuna ile tunaita standard rated. With exempt, tunaposema exempt tunamaanisha mimi nikikuzia hii kitu ama hii material, nikiangalia kwa ile Act of Parliament inaitwa VAT Act, inasema hii kitu ambacho mimi nakuuzia sitaweka VAT, any VAT, it is exempt, haina VAT kabisa, na hiyo ni exempt. Alafu kuna ile tunasema iko zero rated. Na zero rated, tukisema zero rated tunasema mimi nikikuuzia hii kitu ambacho unataka kununua kutoka kwangu, nitaweka VAT, lakini nitaweka at 0%. Ndio. Na hiyo iko na tofauti na ile exempt na zero rated ambayo nitaelezea zaidi. Alafu sasa kuna ile standard rated. Standard rated tunaweka VAT at the rate of 16%. Now, katika huu mswada ulio bungeni, there is the proposal to change the supplies to ujenzi wa haya majumba ya Affordable Housing Scheme kutoka exempt to standard rated. Na hiyo ni kumaanisha kama kile ambacho tena na kuuzia kiko exempt, ni kumaanisha kama mimi nikinunua nilichajiwa VAT, nilinunua ikiwa na component ya VAT, ni kumaanisha hiyo sasa ni cost kwangu.
Yeah, lakini sasa nikisema ati tena naipeleka ikuwe standard rated, ni kumaanisha sasa mimi nimeincur cost na nikikuuzia alafu tena nitaweka hiyo 16%, na hiyo ikipitishwa vile ilivyo itamaanisha gharama ya hii business na wanaofanya haya manyumba, wanaojenga haya manyumba through the PPPs going to incur additional cost. Na we are appealing to the parliamentarians to look into this and to consider retaining that exemption as it is. All right, nikirudi kwako Mheshimiwa Chanzu, kuna changamoto gani ambazo labda serikali inatarajia kutoka kwa waajiri na wafanyikazi kuhusu hii 3% ambao wanatozwa ili kujenga nyumba? Challenges ni gani? Yeah, thank you. That's a very good question. Ile mimi nafikiria najua there is so much that we need to do as a country. Ndio. And this is the reason why minasema when you get people like my brother here, experts in various areas, kuja kuongea kuhusu maneno. Unajua awareness, watu kujua ni kitu muhimu sana. Na there are many challenges. You remember on Labor Day, I don't know whether you guys, I don't know whether you are, because sometimes you work on shifts, I don't know whether you saw what happened when we were at Uhuru Gardens. Atwoli spoke very well about the sector of agriculture. And by the way, that's a very, very important subject. I've been trying to look for opportunity, talk to my friend Mutahi Kagwe, who is a very good minister, not just a friend, that we can talk about this kilimo. You know why Mzungu came to this country? Yeah. It's mainly because of agriculture. But we have all lost that. I think it's because of corruption. Tumetabidi turudi tena kwa Kiswahili sasa? Yeah, sasa tumepoteza hiyo. Kwa ajili I'm not ashamed to say ufisadi. Ndio naona some time back wakati serikali ilikuwa na uhaba wa pesa kama wakati huu. Na President Moi alikuwa anatafuta pesa, alikuwa anaenda kwa IMF na World Bank. Ndio wakasisitiza lazima tuwe na ethics and anti-corruption. Halafu hii DCI iwe reformed. But you see, mimi nikiangalia hawa watu najua wanafanya tu kama iko kitu ambaye inakuja kama nafikiri ni pressure kama ya siasa. Ndio naona wanafanya kazi. Lakini kama wangekuwa wanafanya kazi vile mnafanya hapa, you see already wakati nilikuwa nakuja nimekuambia nilikuwa na shida na bypass pale imefungwa. But already the lady who is assigned the responsibility to check whether I'm coming or not, she was already on phone very early, trying to see whether I'm coming or not. If we were working like that, this country would be very far. Sasa tunangojea. So those institutions ziliwekwa hapo kusaidia, lakini from what I'm seeing, so kitu ya kwanza mimi nafikiria kulingana na ile ambayo ilikuwa pale, hiyo ambayo actually aliongea, alafu president akaongezea. Lakini sijui nani, if you remember that our sister, the one who is in charge of FKE, alikuwa analalamika that hakuwa as employers they were not now sijui ilifanyika namna gani, because for the time I have known Kotu, which is many years ago, because I've been nimekuwa kwa service for a long time, many years ago walikuwa wanafanya kazi very well. So nafikiri if hao wote wanaje kuja pamoja, alafu hii maswali yote ijadiliwe pamoja in good faith, not mtu mmoja kufikiria yeye ndiye atakuwa beneficiary, it will be very good. But kitu ambacho nataka kupitia kwa nyinyi hapa kwa hii mitandao yenu, unajua wakati tulikuwa nafanya hii katiba tulikuwa na mvurutano sana, na hii kitu yote Kenya hapa tumepata kwa ajili ya mvurutano. People pulling left and right. I think it's high time, particularly you guys in the professions, make a serious recommendation. Vile the late Ndamba Gitonga alisema, yule ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati, ni high time tuwe na mabadiliko kwa hii katiba. Very serious things, ndio kila kitu inajulikana from the very beginning, so that watu wasikae na maneno ya speculation bila kujua what is going to happen. You should be able to know.
I'm very happy the other day, I don't know who was questioning this. Mtu mmoja alikuwa na question. I think mlikuwa na program for one of these TVs. Na iko mtu ambaye alikuwa, oh no, ilikuwa wakati walikuwa nafanya hii vetting ya watu wa ABC. Na ni Farah Maalim aliuliza swali muhimu. Kama America, I think alikuwa anaongea, okay, you know in America we have had tumekuwa na mawaziri kama walikuwa 14. Ndio. Na unakuta country like this one tuko na mawaziri sijui 20 something. But you know, unajua ministries there more. Kwa maana unakumbuka wakati President Kibaki became president, alikuwa ameunda serikali ya watu 22. Lakini wena nani alikuja, alafu akasema hati Raila wafanye kazi na President Kibaki. Akaongeza another 22. You know, they are still there, like ministry where I am, tuko na waziri mmoja. Lakini tuko na PS, I think, wawili. Kuna idara mbalimbali. Yeah, so these are the things which are causing strain on our budget. So this one I'm very happy that you have somebody like him, so that they can discuss this kind of things and please make serious recommendation. Tulikuwa na Mombasa, tulikuwa na seminar ya ISPAC, and it was a very very useful seminar. Nilikuwa naambia hivi, unajua hii katiba, and I want you guys to help Kenya, mwasaidie wa Kenya. Hii maneno ya kusema public participation ndio haina maana. Kwa maana watu wanapeana maoni, lakini MPs wakija parliament wanampitisha vile wanataka. Tutakuja hapo shikilia mheshimiwa, tutakuja hapo nirudi kwako CPA Wakaba. Umesema kwamba huu mswada wa kifedha mwaka 2025 mambo mengi yameondolewa kuhofia yale tuliyoyaona mwaka jana, ikiwa ni pamoja na ushuru. Lakini wengi wanahisi kwamba baadhi ya mapendekezo ambayo bado yapo katika huu mswada wa kifedha mwaka 2025 huenda yakapandisha gharama ya maisha. Je, ni kweli ama? Ni kweli, ni kweli. Igawaje pia vile nilivyosema hapo mwanzoni, ukilinganisha na huu mwaka uliopita, ndio hayo mambo sio mengi ukilinganisha na the finance bill of 2024. Na just to mention just a few of them, kuna ile nimesema kuna hiyo reclassification of the materials and wanaofanya hiyo business ya kujenga hayo manyumba. Wataenda sasa watakuwa na hiyo gharama sasa itapanda. Wanaofanya hii business ya kujenga manyumba, gharama itapanda kwa sababu kuko na ile reclassification of the VAT component. Na hiyo imekuwa moja ya ile jambo ambayo hii wiki iliyopita tulikuwa na an online conversation na the Institute of Quantity Surveyors of Kenya, na hili ni jambo ambalo tulipendekeza sana serikali iangalie. Manake vile my colleague here anavyosema, hii plan na ukileta pamoja na the government objective, ile mswada wanaoita better, the bottom up economic transformation agenda. Moja ya pendekezo ya hiyo agenda ni ujenzi wa manyumba, na kwa hivyo rais amefanya kitu mzuri sana. Amepunguza ushuru, amepunguza new taxes zile zinaintroduciwa kwa the finance bill, lakini pia this being one of the key things, being one of the most important things, ni vizuri raisi na wanabunge waangalie, na kwa vile watu wengi wamesema hatutaki ushuru iongezeke kwa ujenzi wa haya manyumba, ni vizuri waendelee kuiretain at the exempt level, wasiongeze hiyo 16%. Over and above that, wale wajenzi wanaojenga haya manyumba wanatozwa ushuru ile tunaofanya at the end of the year. Kampuni mingi zinatozangwa ushuru kwa profit wanayotengeneza at the end of the year at the rate of 30%. Lakini sasa vile ilivyo, the Income Tax Act ni one of the taxing acts, inakuanga imepatia a preferential, a different favorable rate ya 15% kwa naojenga manyumba zaidi ya 100.
Now, one of the proposals zenye iko kwa hii bill ni kutoa hiyo 15%, so that now wanaojenga haya manyumba, na wengi wao vile tu nimesema wako kwa kama of course unajenga the affordable housing levy, ni lazima ikuwe kuwa unajenga zaidi ya majumba 100. Kwa hivyo wanatolewa wanatoza ushuru at 15%, lakini sasa inaongezwa to 30%. Na hii sasa ni kumaanisha of course sasa watalipa taxes mingi, na vile tunavyosema, kwa sababu serikali inataka kujenga manyumba, it is only in their own benefit that they retain the 15%. Ndio wanaojenga haya majumba wasifanye nini, wasiongeze they don't incur a lot of cost, which now will translate to a high cost of these buildings. And as we know, tunavyojua ni kwamba watu wanapatiwa a certain amount of loan so that they can pay in the course of time. Hatutaki in future we get to the point that we are saying we are revaluing tuna revalue gharama ya haya manyumba, tunaongeza. Hatuwezi penda hivyo, na kwa hivyo I'm appealing to the parliamentarians because vile tulivyoona mwaka uliopita, jambo moja ambalo lilikuwa linapingwa sana nilikuwa the new introductions after the second reading. Kuna zile steps a bill going into the parliament, kuna zile steps inayopitia, na kwa sasa ilifanywa the second reading. It then goes to the third reading. After the third reading, hapo tuliona new introduction of new taxes, so many changes and all that, lakini vile hili jambo lilipelekwa kotini, koti lilisema that unajua watu walihisi there has been new changes, lakini hakuja kuwa na ile public participation. Koti nayo ili intervene, and it actually made a judgment that that public participation need only to be sufficient, ikuwe imefanywa, lakini it must not necessarily be exhaustive. Maanake sasa tukipeleka hiyo that reading, then tunarudisha tena kwa public participation, then tutakuwa pia tuna waste muda. So I'm appealing to the parliamentarians to, in as much as they are the legislative arm of the government, and they can representing us, they can decide the policy direction of the country, and therefore my appeal to them is that waangalie haya maneno ambayo wananchi wamesema na waitilie maanani. Bila shaka mtazamaji, 25 dakika zimesalia za kutimia saa 3. Endapo ndo kwa sasa unafungua redio yako, hii ni KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, kipindi hewani ni Zinga. Mimi naitwa Rashid Momkondo, upande wa pili yupo mwenzangu Dora Manya, na ni kipindi ambacho kinakujia vile pia kupitia runinga na enzi ya KBC Channel 1, na tunazungumzia tu kuhusiana na mswada wa mwaka wa 2025 wa fedha, na vile pia masuala ya nyumba. Na ndani ya studio kama nilivyokuambia niko naye Mheshimiwa Yusuf Chanzu, ambaye yeye ni mwenyekiti wa shirika la kitaifa la nyumba, yani National Housing Corporation. Kwa wale wengi mnomkumbuka, alikuwa mbunge kule Vihiga kuanzia mwaka wa 1997 hapo. Mnomkumbuka sana, alikuwa mbunge wa Vihiga. Na vile pia ndani ya studio niko naye CPA Dennis Wakaba, tukizungumzia kuhusiana na masuala haya ambayo nimekuambia. Tunazungumza sekta ya nyumba, na vile pia tunazungumza masuala ya mswada wa kifedha. Nirudi kwako tena Mheshimiwa Chanzu. Labda tukizungumzia kuhusiana na masuala haya ya nyumba, kuna zile pesa ambazo employees wanatozwa ili kuchangia mfuko wa nyumba. Je, serikali itazitunza vipi kusiingia ufisadi? Very interesting questions. Najua sijui, number one, unajua sasa tumeunda board. Ndio. There is affordable housing board. Na hii pesa nafikiri inaenda kwa fund ambayo iko pale. Ndio. Nafikiri ikitumiwa vizuri kutoka kwa hiyo fund straight away, hawezi kuwa na ufisadi. Ile ufisadi mimi naona ndio iko nchi hii. Ni the same thing ambayo nasema, hii maneno ya vitu kuja kwa ajili ya mvurutano, alafu vitu inakuja kabla haijakuwa
very well refined. Nafikiri mahali tunaweza kupata ufisadi na hii vitu ya procurement. Unajua, I was chief conservator in government. Hata sikutarajia nitaingia kwa maneno ya siasa. Nilikuwa na mtu alikuwa anatoka Kukweta, alinitumia kama right hand man. Ndio. He's still there, lakini sasa amekuwa mzee Andrew Ligale. When I was chief conservator, he was permanent secretary, so alikuwa anatumia like right hand man. Tulikuwa nafanya recommendation kulingana na kama hii maneno ya projects. Tulikuwa nafanya recommendation kulingana na vile tulifunzwa kwa university. Ndio. Is the way you are doing here. Unajua mtu mwingine kuja kujibandika ati anataka kufanya hii program. Unajua mtu akiangalia hii, they think it is easy. Lakini mtu mwingine kuja kusema ati atakuja kufanya hii kazi mnafanya hapa ya KBC or any other media house. So this what happened. Unajua wakati tulikuwa nafanya recommendation kuhusu projects, tulikuwa nafanya recommendation based on first principles. Pricing, tunajua bei ya material fulani, tunajua labor mahali fulani itakuwa namna hii. Halafu unafanya recommendation, lakini wale ambao walikuwa kwa hizo ofisi kubwa, inapatikana kwamba, I'm sorry to say this but I have to say it. Ndio. Because that's why we are here. Inapatikana wale ambao walikuwa natarajia watapata kazi, majina yao hiko huko. Kwa maana unatumia ile inaitwa first principles. You see, if you use that kind of thing, maybe you would not have called me and him. You would have called some of the big shots in government. Where I have been before. You know, I've been in the ministry. As a ministry of water, energy and labor and so on. So when we were doing that, later on what I discovered, hiyo kitu nilifanya, wakaleta hii law. Na hiyo law iko na shida kwamba, tena hii I'm very sorry to say that wameweka mamlaka for procurement entity. Na procurement entity ni either accounting officer or a chief executive na procurement officer. So these are, hiyo ndio maneno mengine tena nataka tukurane na nyinyi, I tell you because I've got a lot of knowledge about it. So they can be price fixing. You know what they call price fixing? Price fixing ni kufix price ya hii kitu. Ndio. Hii inaweza kuwa ya 15,000. Lakini mtu anaweka 25,000. Alafu anatangaza wanasema ni 25. Kama ukikoti 20, wanasema you are too low. Kama una quote 30, wanasema you are too high. So the person with 25 gets, and yet kama ungeenda kwa open market ungenunua for 15. So hiyo ndio inaweza kuwa shida, na mimi nataka nisi wa Kenya. Let us be mindful. Tuwe mindful ya welfare ya wengine. Kwa maana kama watu ambao unajua wanatoa hiyo pesa, wamekuwa wakilalamika. Lakini unajua kama wakiona ile kazi ambayo hiyo pesa inafanya, wataridhika. Lakini kama hawaoni, au saa nyingine kama wengine hawawezi kubenefit au kufaidika nayo, watafanya hiyo. Ninasema nataka systems ziwe made easier. Tuko na kitu kingine ambayo inatumika kwa hii kwa hii mtandao, inatumika kwa hii affordable housing hii boma yangu. Ni very important thing. Na mimi nimejaribu kuambia, sijapata nafasi ya kuambia sana, lakini najaribu kuambia because of my knowledge tena. Waifanye iwe easy. Unajua president tulikuwa naye wakati mwingine huko Olkalao, alafu akasema mama mboga can save 100 shillings per day na nunue nyumba. And you know it is true. Kwa maana tuko na social housing ambayo ni 650,000, ambayo naweza kulipa per month 3,500 to 3,900. It is possible mama mboga na bodaboda kununua. Lakini ile shida ambayo nataka turekebishe kupitia kwetu, kwa maana unajua mimi niko na jukumu la kuwa chairman. I'm not executive chairman. So siwezi kuwa kwa ofisi kila wakati kufuatilia ile inafanyika. So kama tuko na uaminifu, alafu hiyo boma yangu I want it to be improved, I want to say it from here. Waifanye iwe kama kitu kama hii kitu ya M-Pesa. Unajua mtu ambaye alifikiria kitu ya M-Pesa, just look at it. You touch on it, if you make a mistake it tells you. And anybody can operate that thing na pata pesa. Nataka hiyo kitu ya boma yangu, hiyo mtandao irahisishwe
so that hata mtu kama wewe, even you, hata kama utaki kununua, lakini unaweza kusaidia people from your place. I'm sure you've got brothers, sisters who would like to buy. But there is a very good deal. What I can say. Tutakuja zungumzia kuhusiana na boma langu kwa sababu pia inatatiza sana Wakenya, lakini nirudi kwake CPM bwana Wakaba. Tuzungumzie kuhusiana na ushirikishwaji wa umma, yani public participation. Ndio katiba imeweka wazi kwamba kipengele cha 118 lazima tupitie. Lakini Wakenya wengi wanasema kwamba wabunge wanatumia hiki kipengele ile tu kujisafisha, lakini si public participation, ni ile tu pesa ionekane imetumika. Sijui swala hili wasemaje, kwa sababu leo imeanza na katika muda wa wiki mbili watakuwa wamekusanya maoni katika kaunti zote 47. Hebu tuzungumzie kuhusu hili. Ni kweli na asante sana. With public participation, first of all, ningependa to appeal to all the Kenyans, wa Kenya wenzangu. Let us be active. Wacha to be active. We make our submissions because like for instance, mimi kila finance bill inapokuja, I usually lazima I make my own submissions from from the finance perspective and from ushuru vipengele vinavyo kuwa introduced za ushuru zinasema nini, ni wapi kunaweza kuwa kuna makosa, ni wapi wanabunge wanafaa watilie maanani. Unajua pia vile kipengele ambacho vile kilivyoandikwa pale lazima kikue, because it's law, lazima kikue kimeandikwa vizuri. Now, the issue of public participation, wengi wanasema ati ni jinsi ya kutumia mali ya umma, ni jinsi tu ya kuhusisha wananchi, lakini vile tunavyoona hizi proposals tunazosema hazitiliwi maanani na vitu kama hizo. But kulingana na ile experience yenye mimi niko nayo, naweza sema with confidence that this committee does actually pay attention. Inatilia maanani maoni yetu, maoni ya Wakenya, maoni yangu, maoni yako and all that. Na ukisema hivyo unamaanisha kwamba maoni ya Wakenya yamezingatiwa katika mswada? Inazingatiwa. And I'm very happy because I don't think in the recent past hapo mwanzoni hatukuwa tunaona Wakenya wengi wakikuwa very active in submissions of these proposals. Tunaona kwa mtandao, igawaje pia wengine pia wanadanganya, wanasema vitu ambavyo sio za ukweli, ile kupoteza wananchi wenzetu. Si mzuri. Lakini naweza sema mimi na wewe vile tumevyoona kutoka mwaka uliopita, we have been very active on social media, on different platforms in making our recommendations, sending the emails, ile kutuma email to the clerk, to the clerk in the parliament, making our submissions in person. Na mimi vile nimekuambia, mimi mwenyewe kila mwaka mimi huenda na zile presentations zile nimepatiana zote zimetiliwa manani isipokuwa moja. Na hiyo moja ni ile haikuwa kwa hiyo finance bill ya 2025 or rather 2024, maana ilikuwa, it was not a recommendation in that proposal, but it was a recommendation to correct an existing provision in the act. Vile navyosema ni katika hizi acts za kutoza ushuru kuna ile ilikuwa na makosa kidogo, na nilifanya proposal itengenezwe, lakini nafikiri halikuwa it was not ranking high in priority, I would say. Lakini vile nasema ni ati the Parliamentary Finance and Planning Committee huwa inatilia maanani hizi recommendations, and we have seen this particularly with this finance bill of 2025. Yes. Bila shaka mtazamaji, ndo tunamalizia dakika 14 saa za kanda ya Afrika ya Mashariki, msikilizaji, na tunazungumzia kuhusiana na mswada wa kifedha wa mwaka wa 2025. Ulikuwa na uangalia, una kurasa 136, unasoma kipengele pale mengine unaweza ukasinzia. Lakini je, mswada huu una athari gani kwa Wakenya? Na tumeuchanganya hapa na swala zima
zima la nyumba, mtazamaji. Ndiposa ndani ya studio tuko naye ndugu CPA Dennis Wakaba, alafu tuko naye aliyekuwa mbunge wa Vihiga Mheshimiwa Yusuf Chanzo, ambaye kama ulivyomsikia akisema yeye ni non-executive chairman wa National Housing Corporation. Mheshimiwa Chanzo, nikirudi kwako, je, serikali ina mikakati gani ya kuzuia wale wa Kenya ambao watapatiwa hizi affordable housing kutoziuza? You know, you amuse me a lot, eh? Sasa kitu ya kwanza, Ndio. Wakati tulikuwa naenda kwa hiyo huko Mkuru. Nilikuwa nasikiza radio asubuhi. Na watu walikuwa naongea sana. Wale ambao waliongea kutoka from the experience they had. I think it was Kibera. Na unajua vitu nabadilika every time, eh? Na ndio mimi nataka ile I'm very happy about, eh? Nataka nikwambie kitu, sijui kama wanaweza kuwa na hiyo. Unajua 1997 when I left the civil service. Alafu nikaingia siasa. Najua President Moi alikuwa kila mahali. A very nice person. So 2002 when there was general election. Unajua nilikuwa nimependa hii KBC kila unajua asubuhi saa 12 lazima nisikize news. Ndio. President amesema nini, tunaenda wapi? Alafu saa moja. You know, I didn't know. You know, they were bringing hii vitu ya KTN and so on, they were coming on. But we were not, you know, I couldn't believe that tulikuwa na change. It's only later on I came to realize later ni kama wakati huu. Unajua wakati huu tuko na station ambazo zinatumika hii vitu. Hii ya wakina Gachagua na vitu vingine. You know, they're showing a lot, eh? All over the place. The other day you see them like when they're in Machakos and so on. So we concentrated on one thing, but you know, we did not think in a broad way. And this is the way I want Kenyans to think. Kama mtu akinunua nyumba na ni yake, he can do anything he wants with it. It's an investment. If you buy a house, it is not like what happened. Unajua hii watu walikuwa naogopa hapa, na hiyo ndio nataka msaidie wa Kenya. Walikuwa naogopa, wanasema somebody can go and buy one block of about 100 or so many houses, eh? Alafu aanze kujia watu. Na nafikiri hiyo ndio ilikuwa inaua hii miradi huko, hata huko nini California. You know, this Pumwani. Unajua tumekuwa na miradi hii mingi. Lakini imeuliwa namna hiyo. And you know, like we talked about corruption, hii maneno ya ufisadi hapa nchini. Watu wako na pesa mingi. Na sometimes I wonder what for. Have you seen some of the banks? Mtu anakula mshahara equivalent of 32 million shillings per month. You know, I've not been able to understand this thing. Na wengine kama nyinyi, wale wanakaa kwa desk. Mshahara kuna koma. Wale wanakaa kwa desk kama wale ambao wakati tunataka hii vitu hivi nasema hii ya mtandao. Nataka kuuliza maneno ya pesa kama hii vitu at night, you know, you want to transfer money. They are not sharing in the profits of the bank. I think these are the things that I want you to discuss, so the Kenyans can know not to be exploited. So watu walikuwa naogopa hili lifanyika Kibera. Ndio. Wakati huo, I think it was some time back. Mtu alikuwa anaenda anunua block alafu anaanza kujia watu. This time it is not like that. Unanunua nyumba yako. Come after a year, you feel that you want to sell it, it's your own house. You sell it. Just like, even if you've got a small car you parked out there, it's your car. Kama sasa unataka kuuza, you can go and sell it. Okay. So there is nothing, because that's why we got this mtandao, na hiyo nataka hiyo msaidie tena. Yeah, boma yangu. Ya watu mtu akiapply. Tutakuja hapo kwenye boma. Yeah, so this one the government is doing now is a clean thing. Ile ufisadi inapitia kwa ujenzi, watu kulipo alafu wanapeana hongo hii. That one is okay, different. Lakini nyumba ikiwa yako ni yako. Shikilia hapo. Turudi kwa kupia kwa Wakaba. Je, huu mswada wa kifedha wa mwaka wa 2025 ama generally finance bill ina effect gani? Ina impact gani kwa Mkenya wa kawaida kama mimi, Elijah, Emilio, Pauline, Wafula?
Naam, nafikiri tumezungumzia sana kuhusu the effect zile ziko kwa affordable, zenye zinagusia mambo ya affordable housing scheme. But also tukiangalia ule raia wa kawaida, mimi na wewe, niseme kuna mambo mazuri pia ambayo yako kwa hii bill. Na hiyo na moja ya hizi vitu ni tunasema in the calculation of the salaries. Tunapo calculate mshahara, kuna ile sasa requirement by employers to include all the deductions allowable. Yeah, to include zile deductions and contributions that you are making to such schemes as affordable housing scheme, to such schemes as if kama mimi niko na mortgage, nimechukua loan ya kujenga nyumba. Hapo mwanzoni ile ilikuwa ni ile interest ambayo yenye nalipa to this mortgage haigetumika kupunguza ile tax yenye mimi kama nimeajiliwa nalipa. Hii bill ina propose ya kwamba nikichukua loan nijenge nyumba yangu mimi binafsi, ile interest yenye mimi nalipa, then hiyo interest nafaa nipatie my employer ndio aitumie kupunguza ile ushuru yenye nalipa kama PAYE. Lakini pia tumeona vipengele ambavyo pia zinakuwa recommended, zile tunasema pia zitakuwa na a negative effect, and that is tumeona like for instance access to pension, and this is one of the thing ni moja ya jambo ambayo tumeona in the news lately that the government is now looking into the direction of pension scheme, borrowing from the pension schemes. Na hii inaonesha ya kwamba if the government is restricting, inasema siwezi access my pension scheme until I retire, which is what is being recommended. It is to mean that of course pension yangu sitaweza kuiaccess, na pia inaweza kuwa ni indication ya kwamba jambo ambalo tuna expect it to happen yati there's going to be a very big proportion of domestic borrowing. Na when the government concentrate sana with domestic borrowing, ni kumaanisha we might be looking into the direction of high interest rates, whereby access to loans by the common Kenyans, a common raia kama mimi na wewe, inaweza patwa na high interest rates borrowing from the banks, that we are no longer going to have access to loans with reduced interest rates. Yes. Nikirudi hapo kwako kabla kumalizia muda wangu umekwenda, bwana CPA Dennis Wakaba. Yes. Kuna yule Mkenya ambaye kwa sasa amekaa anakusikiliza na anakutazama kupitia runinga. Hebu mchanue kidogo katika layman's language. Finance bill inahusiana vipi na budget? Finance bill ni mswada. It is a government raising, it's a revenue raising measure by the government. Na nikisema hivyo na maanisha the amendments, zile changes ambazo tuna expect in the different taxing acts. The Constitution of Kenya, Article 144, regards in a regard finance bill as a money bill. And a money bill is ni ule mswada wowote ambao unahusiana na revenues of the government. Kwa hivyo finance bill in the hizo changes, the proposed changes that is seeking to make, natarajiwa ta correct additional taxes. That we are going to correct additional taxes. We are also going to relieve people from some taxes depending with the government metrics. Zile hesabu ambazo wamefanya wakaona hii sector ina perform hivi, wacha tutoze ushuru. Hii sector tungependa iperform hivi, wacha tusitoze ushuru sana. So it is tied to the budget in the sense that vile nilivyosema tulipokuwa tunaanza, the proposed bill inakuwa expected to raise between 25 billion and 35 billion.
And just to emphasize this is very reduced. It's not as much tukicompare na pale 2025 ambayo hiyo finance bill ilikuwa expected to raise 326 billion. Okay. Yes. Bila shaka mtazamaji, nirudi kwa Mheshimiwa Chanzo. Unazungumziaje kuhusiana hii na finance bill ya 2025 ambapo kwa sasa wananchi wanatoa maoni yao kisha warudi tena bungeni? Wewe mwenyewe kibinafsi uliwahi kuwa mbunge, unaizungumziaje swala hili? Unajua hii maneno ya wananchi kuzungumzia ni kitu muhimu sana kwa maana yale ambayo yanapitishwa itahusu wananchi na tena hao ndio watoaji wa ushuru. Vile nilikuwa nataka, though my brother amesema the views are taken lakini hawachukui hizo views zote. Unajua kama wabunge wangesaidia president even last year, hii maneno haingefanyika ile ambayo watu walikuwa naenda pale parliament wanafanya. Ndio nilikuwa nasema after this, the person ambaye nilikuwa naheshimu sana, huyu Ndamba Gitonga ambaye alikuwa chairman wa katiba, alisema after 10 years baada ya miaka 10 tunaweza kuangalia kwa hiyo katiba. So nakumbuka iko watu wengi walikuwa nasema sijui 20% si mzuri nini na nini Nataka kupitia kwa kama nyinyi hivi vifaa vyetu vya kutangaza na so on ndio muhimize tufanye hiyo, ndio wabunge wakienda all those views are taken. Zisiwe taken only from a few individuals ya kila mtu akiweka na tena nataka ku encourage people wasione kitu ambaye inatokea alafu anasema wanafikiria haijafanyika. Unajua kama saa hii na tena nataka kutumia kama station kama hii, like just like any other station, not because I'm favoring KBC as a national entity lakini unajua unaona hapa these youngsters of ours here. Can I tell you something? Iko watu wengine saa hii bado wako kwa kitanda, najua iko karibu kufika juu. Wengine wako kwa barabara wanapiga stories tangu asubuhi. Mmoja anaongea maneno ya Ruto, mwingine anaongea maneno ya Uhuru, mwingine anazungumza Homa Bay. Na ikifika saa 12 jioni wanaenda nyumbani. Wengine wanaenda kuuliza mama ulipika nini? Hawakuacha hapo. Wengine wanauliza bibi. You unaona tuko na hii domestic violence You know, when I moved, like, you know, when I went to Western, I mean on Thursday, because we were for the prayer, tulikuwa kwa prayer meeting, alafu nikapata habari president anaenda kulaunch hiyo project on Friday. Unajua mpango ilikuwa kwenda kwa ajili ya ya Madaraka Day. But the day when I was here, because tulikuwa tuwe na mkutano UNEP Friday and Thursday, lakini nikasikia, so nilitumia gari because I could not get the gate. It's very interesting what I saw on the road. So what I'm saying, I want Kenyan to participate, but I want tena MPs wawe serious na kazi yao. Wasiende tu pale, unajua tuko na wengine wanaenda tu pale kwa maana wanataka kupata allowance, but I want them to think seriously the way this country must move, because we are relying on these three institutions: parliament, legislation. You know, hakuna katiba imepeana jukumu mali lingine. We are relying on executive running government institutions like this and so on, and government. We are relying on judiciary kufanya kazi yao vizuri bila hii maneno ambayo tunaongea, maneno ya corruption. Nimekuonyesha kitu kingine hapa, sitaki useme. Lakini umeona hiyo, kama mtu kama mimi saa hii nitoke hapa niseme nataka kwenda kununulia somebody like my pastor gari. Surely ana mwana salary of 800,000 or 900,000. Is it really fair? It's not fair. Mheshimiwa Mdavadi, naona tuzunguke upande wa pili studio tupate taarifa ya habari. Mtazamaji, kwa kweli yamekuwa mazungumzo mufti hapa ndani ya studio na ndugu yangu Yusuf Chanzo, aliyekuwa mbunge wa Vihiga na kwa sasa mwenyekiti wa shirika la nyumba nchini, na vile vile pia nimekuwa naye ndugu CPA Dennis Wakaba. Niseme asanteni sana hapa. By the way, mtangazaji, there is something that you said which is very important. Ndio. You have repeated it.
Over this one I must tell you as a friend, and my friend here and my dears here, because you'll ask me, mtaona siku nyingine mseme. Over Easter, you know, I've been friendly to the president. That's why, apart from being a professional in the building industry, a senior one, you know, my fellow of Architecture Association of Kenya, and now, ili lifanyika, nilikuwa nyumbani over Easter. Kwa sekunde tu, watu wakaliwa taarifa ya habari, saa 3. Okay. And then I finish. Umalize tu tuende zetu. So watu wakaja huko from Bunyore, you know, we have got Bunyore in Rwanda and Mhaya. Tukawa na